Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa Muungano Cup ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka Tanzania bara visiwani Zanzibari ni mchezo wa nusu fainali, ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Zimamoto kutokea visiwani Zanzibari dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa mujibu wa ratiba, tunaona mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumanne, yani Aprili 29 mwaka 2025, ambapo Zimamoto watakuwa wenyeji majira ya saa 1:15 usiku wakialika klabu ya soka Yanga Sports Club katika uwanja wa Gombani uliopo pale visiwani Zanzibari, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Zimamoto katika hatua ya robo fainali waliweza kuiondosha klabu ya soka ya Coastal Union kutokea mkoani Tanga, huku Young Africans wao waliweza kuifunga KVZ mabao 2-0 na kuweza kutinga hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya Muungano Cup kwa mwaka 2025 2026. Kwa ni mechi ambayo inakwenda kuikutanisha klabu ambayo inashiriki ligi kuu visiwani Zanzibari, ambapo ikumbukwe mpaka sasa tunavyoongea klabu ya soka ya Zimamoto kunako msimamo wa ligi kuu ya Zanzibari almaarufu kama PBZ Premier League wapo katika nafasi ya 6 wakiwa wamecheza mechi 22, wameshinda michezo 10. Kwa upande mwingine Zimamoto wametoa sare michezo 6 na kupoteza michezo 6. Zimamoto wamefunga mabao 33 na kuruhusu mabao 19, mabao 24 wakiwa na goal difference ya mabao 9 na alama 36 katika nafasi ya 6 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini tunaona wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Yanga Sports Club ambao ndio vinara wa ligi kuu ya NBC, ambapo Yanga wamecheza michezo 26 wakishinda michezo 23, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo 2. Young Africans wamefunga mabao 68 na kuruhusu mabao 10 wakiwa na goal difference ya mabao 58 na alama 70 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini wanakutana katika mchezo wa playoff, ni lazima mshindi aweze kupatikana ili kuweza kwenda hatua ya fainali, ambapo fainali ya michuano mikubwa ya Muungano Cup inatarajiwa kuchezwa siku ya tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau unayefuatilia michezo hii, unaamini klabu ya soka Yanga Sports Club watakwenda kumfunga Zimamoto, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section kwa tuambie kuelekea katika mchezo huu. Je, unaiona Young Africans ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Zimamoto ambao wanatokea pale visiwani Zanzibari? Yes bwana, kuelekea katika mchezo wa nusu fainali kombe la Muungano Cup kwa mwaka 2025 pale visiwani Zanzibari katika uwanja wa Gombani, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club Miloud Hamdi ameweza kutangaza kikosi chake ama jeshi lake la kwanza ambalo linatarajia kuanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Zimamoto mchezo wa nusu fainali kombe la Muungano Cup. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Djigui Diarra, screen protector. Eneo la fullback namba 2 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Israeli Patrick Mwenda. Eneo la fullback namba 3 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Nixon Clement Kibabage. Center back namba 4 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na BBD Big Ben defender, yani Dickson Job Deshake. Eneo la center back namba 5 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Ibrahim Abdullah Bakam. Eneo la kiungo namba 6 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Duke Abuya. Winga namba 7 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Max Nzegeli Mpia. Eneo la kiungo namba 8 klabu ya soka Yanga wanatarajia kuanza na Mudathiri Yahya Basuku, mshambuliaji kinara ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka Yanga ni mwana wa mfalme Prince Mfumelo Dube. Eneo la kiungo namba 10
Klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Stefan Aziz Ki, winga namba 11, akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Clement Mzize. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha wananchi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Zimamoto. Tuambie neno la comment kwa kikosi hiki. Je, unaiona Young Africans kienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi dhidi ya Zimamoto?